tunashukuru makatekista na wote walimu wa dini ambao mwandaa vijana wetu. Nami nitumie nafasi kuwapongeza wanakwaya, mnaimba vizuri sana, hongereni. Kabisa na watoto wa Kipapa, hongereni wana Kipapa. Asante sana. Na watumishi na wote ambao wamehusika kupamba kanisa na shughuli zote za leo. Nami niwapongeze kwa ujenzi huu wa kanisa. Kwa kweli linapendeza. Ameimba Mzee hapa, ina hewa safi, hewa ya kutosha, mwanga wa kutosha. Kwa hiyo najisikia raha kukaa katika kanisa kama hili. Kwa kweli imefanyika kazi nzuri. Sala yangu ni kwamba ukamilishaji unaofanyika usiharibu mwanga huu na hewa inayopita, na pia isisababishe mwangwi. Sasa hivi tunaweza kuelewana vizuri, hakuna mwangwi. Kwa hiyo wataalamu wetu wanaoendelea kukamilisha, wakiona kuna dalili za mwangwi, wajue makosa yameanza baadaye. Sasa hivi naona hali iko vizuri. Natoa shukrani kwa waliotuburudisha kwa mashahidi, shahidi la Mzee Shitundu. Asante sana mzee kwa utungaji wako na ujumbe uliotoa. Asanteni watoto wa Kipapa kwa shahidi lenu nzuri. Asanteni waigizaji. Tumeona jinsi hekima inavyoweza kumnyenyekesha shetani. Shetani anaogopa kupambana na hekima. Kibiblia hekima inamwakilisha Yesu mwenyewe. Kwa hiyo hekima ina nguvu kweli. Tunashukuru sana kwa burudani zote ambazo umezitoa. Nawashukuru kwa zawadi ambazo umetoa. Asanteni sana. Nawashukuruni kwa mnavyotegemeza kanisa, hasa kwa matoleo yenu, kwa zaka zenu na michango mingine ambayo mnaitoa. Nashukuru kwa kushirikiana vizuri na mapadri wote watatu. Kweli tunahitaji mapadri watatu. Nimeambiwa kila asubuhi kuna misa 3 kwenye jumuiya. Kwa hiyo nihitaji, Mbalizi ni mji mkubwa na hivi hatuna namna, huduma lazima ziongezeke. Inawezekana ikawa ni nyinyi tu ndo wamepata watu 300 kipaimara kwa mwaka huu. Inawezekana kwa mpigo, labda Rwanda, moja tusubiri Rwanda wamepata wangapi, lakini Mbeya mjini hawezi kufika 300 na Mwanjerwa sidhani. Kwa hiyo inawezekana nyinyi wa kwanza, ni ishara kwamba wapo watu wengi mnahitaji huduma nyingi. Basi nawatia moyo mapadri wetu waendelee kufanya kazi na nyinyi. Maadamu nyinyi mmeona thamani yao, ninaamini hamtawavunja moyo. Niwashukuru wana Radio Maria, naona mko busy hapa. Asanteni sana wana Maria, ni mwezi wenu na mnafanya kazi safi. Naamini hapa Mbalizi ni rafiki zenu wazuri, si ndio? Mlishakuja? Mlishakuja? Nilipata ngapi? Silieni. Bahasha za Mbalizi ongezeni, ongeza kidogo. Na niwashukuru waandishi, wanahabari wengine waliokuwepo wakitegemea. Nashukuru mapadri, dekana msaidizi, gobera wa seminari ambao wapata nafasi ya kukimbia na kuja hapa kushiriki. Leo tuna ugeni kule Gwawa. Yupo askofu wa Bagamoyo, alikuwa na misa ya shukrani leo, na hivi alipanga leo. Tukamwambia wengine hatutaweza, kuna ratiba nyingine. Ametuelewa. Baadhi ya mapadri wameenda kule kumshangilia pamoja. Mnafahamu ni mzaliwa wa kule Malonji kule Mbozi. Kwa leo alikuwa na misa ya shukrani pale, ambayo ni kama ndio kwa niaba ya wote wanajimbo amefanya kule. Lakini basi ametuelewa, na mema, na sisi tuendelee na kazi. Labda taarifa tu, Father John ameshamaliza mkataba wake kule Iringa. Kama natoa tu taarifa rasmi kwenu, kwa sasa yuko jimboni na anatusaidia kazi parokia ya Shewa. Ni Mwanambalizi, ni kaimu paroko kule Shewa. Kwa hiyo mkimwona msianze kujiuliza. Amefundisha kule Ruku kwa miaka 21. Kwa hiyo tunaona ni vizuri tu abadilishe mazingira kidogo. Kwa hiyo yupo, mkimwona mjue kwa utaratibu rasmi yupo jimboni. Basi Mbalizi, niwashukuru sana kwa yote
ninaamini naisubiri kwa hamu sikukuu ya ndoa nyingi, harusi nyingi, sio ndoa nyingi, harusi nyingi. Naamini tutaona mitindo mbalimbali ya suti, lakini suti sio lazima kwa harusi. Shela ile sio lazima kwa harusi. Wewe ndio tu na kitenge chako, alafu unatazama mbele ya tarehe tu, unajibu maswali yakisha, unamkamata mwenzako, mnarudi nyumbani, ameisha. Ila kama atakuwepo naye mfahamu, tutamtania kidogo, napenda kusema mapema. Kama si wafahamu hamna shida, ila hizo ambazo Baba Maroko anaamini zitafanyika, naomba nialike mimi. Mwalika msaidizi wangu sawa, nialika mimi, nitakuja kwa bidii kweli, nitawahi siku moja. Tunazimisimisi sherehe za harusi. Kwa hiyo naamini wataandaa, wataweza kuhamasisha. Ni vizuri ndio tunabadilika. Leo na kesho ni tofauti. Leo kijana, kesho umri unakuwa umeongezeka. Kwa hiyo mkiwa mnaishi na mwenzio, usifikiri uko vile vile. Mlianza wawili, Mungu amewajalia amekuwa watatu, kuna mtoto mwingine, au kuna ndugu mwingine amekuja kwenu kwa sababu anaamini ninyi ni wanafamilia. Kwa hiyo lazima kila hatua iende na baraka ya Mungu, na hivi maisha ya nyumba baraka yake ni kubariki ndoa, ndio inakuwa baraka ya maisha ya nyumba. Kwa hiyo usiogope kuadhimisha siku hiyo. Wanasema kwenye mkusanyiko wa wengi uniform huwa haichafuki. Anakuwa yaani hapa hata kama mmoja akufua hatuwezi kujua, zote nyeupe. Ila ngoja ubaki peke yako sasa, ndio unaanza kugundua kwamba hala, kumbe imechafuka shingoni huku na huku imeteka. Kwa hiyo ile hizo harusi za watu wengi, yaani wote mnakaa mnapendeza, uwe na shera usiwe na shera, wote mnapendeza. Alafu kisha kumaliza, ukichomoka nyumbani uko juu yenu wawili mkewe. Baada tunaisubiri kwa. Asanteni sana na hongereni kwa uvumilivu wote. Tuendelee kushirikiana na Mwenyezi Mungu apewe sifa kwa huduma yetu. Asanteni sana.